tunaona nembo ya msalaba ama alama ya msalaba imekuwa sehemu ya utambulisho wa imani ya Kikristo. Duniani kote, makanisa yote ya Kikristo huwa yanatambulishwa kwa alama hii ama kwa nembo hii ya msalaba. Tuangalie jambo hili kwa mujibu wa maandiko matakatifu, liko sahihi ama haliko sahihi. Lakini kabla hatuenda huko kuangalia kwa mujibu wa maandiko matakatifu, msalaba ama nembo ya msalaba ni sehemu ya utambulisho wa imani ya Kikristo, kwanza lazima tuangalie nini maana ya msalaba. Msalaba una maana kuu mbili kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Msalaba una maana kuu mbili. Maana ya kwanza ya msalaba ni masumbuko ama mateso au mapito yote ya shida mtu atakayoyapitia baada ya kubeba imani ya kumwamini Kristo. Hebu tuangalie tafsiri hii kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo 16 mstari wake ule wa 24. Yesu anawaambia wanafunzi wake maneno haya. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, hajitwike msalaba wake anifuate. Sasa tunaona hapa Yesu kabla hajaenda kusulubiwa anatamka neno msalaba akiwaambia wanafunzi wake, lakini mtu yoyote anayetaka kunifuata na aweze kujitwika msalaba wake. Kwa hiyo andiko hili ukilisoma kwa umakini zaidi, unaona ni msalaba gani ambao Yesu alikuwa anauzungumzia. Yesu alikuwa akimaanisha msalaba wa wale mateso au mapito, ikiwezekanika hata kifo kinaweza kikakukuta kwa kumwamini yeye Kristo. Yote hayo yanaweza kukuta. Kwa hiyo maana ya kwanza ambayo Yesu alikuwa akimaanisha ni masumbuko au mateso ambayo utakayoyapitia, sacrifice ile ambayo utakayoitoa kwa kumwamini yeye, yale utakayoyapitia yale ndo akayapa jina ama title msalaba. Hii maana ya kwanza. Maana ya pili ya neno msalaba ni kifaa kilichotumika kuwahukumia watu katika dola ya Rumi. Yaani maana ya pili ya msalaba ni kifaa kilichotumika na Warumi katika kuwahukumia watu katika makosa yao makubwa zaidi. Kwa hiyo kifaa hiki kilikuwa kinatumika kwa dola ya Rumi kuwahukumia watu makosa yao. Hii ndo maana ya pili ya neno msalaba. Sasa tuangalie kwa mujibu wa maandiko matakatifu na historia. Leo hii imani ya Ukristo inapochukua msalaba ikawa sehemu ya imani yao au sehemu ya utambulisho wa imani yao, jambo hili liko sahihi? Basi lazima tukiendee kitabu hiki Biblia kwamba kinasemeje kuhusu jambo hili. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 18:22 inasema kwamba usiongeze wala usipunguze maneno ya kitabu hiki. Maanake Biblia ndio kiongozi pekee wa maisha ya mcha Mungu. Ukifuatilia katika historia, kanisa la mwanzo au kanisa la karne ya kwanza la Yesu, unaona wakati ule wote Yesu aliokuwa duniani, hakuna sehemu ambayo inaonyesha kwamba Yesu na wanafunzi wake walitegemea msalaba au kifaa cha msalaba kuwa sehemu ya utambulisho wao. Lakini baada ya Yesu Kristo kuondoka duniani, karne ya kwanza, alipoondoka duniani kupaa kwenda juu mbinguni, kanisa lilikuwa katika uongozi au sehemu ya usimamizi wa mitume. Tuangalie mitume kwa mujibu wa maandiko, walitambulishwa kwa msalaba? Jibu ni hapana. Hakuna haya ambayo inayoonyesha kwamba mitume walitambulishwa kwa alama ya msalaba au nembo ya msalaba. Na ukifuatilia maandiko yote, hata kipindi cha Paulo mwenyewe, hakuna utambulisho ambao ulikuwa unaonyesha kwamba Wakristo ama wacha Mungu walitambulishwa kwa msalaba. Sasa msalaba huu chanzo chake ni nini, ikiwa maandiko yameonyesha wazi kwamba hawakutambulishwa kwa msalaba? Tunaona kwamba baada ya mitume kuondoka na Yesu kuondoka duniani, kuna baadhi la kundi fulani la Wakristo wachache walianza kutumia nembo ya msalaba kama kuwa sehemu ya utambulisho wao.
na miongoni mwa watu hao walikuwa wakichora msalaba katika paji lao la uso kama sehemu ya utambulisho wao, lakini hiyo ilikuwa ni kundi dogo sana la watu kwa mujibu wa historia inavyoonyesha. Lakini mwaka 313 AD naona mtu mmoja anaitwa Konstantino, na hapa tuelewane kwamba Konstantino yeye alikuwa sio muasisi wa misalaba. Naomba hapa ninukuu vizuri, yani kabla hata yeye Konstantino kuja, kulikuwa kuna kundi la watu kadhaa tayari walikuwa wanategemea msalaba kuwa sehemu ya utambulisho wa imani yao. Lakini Konstantino yeye, kwa sababu alikuwa tayari ni mfalme tayari kwenye dola ya Rumi, yeye ana nguvu zaidi. Yeye kama aliipa tiketi na akaipitisha zaidi kuwa sehemu ya imani ya Kikristo, kwa sababu tunaona kabla ya Konstantino Wakristo walipitia mateso mengi sana. Alipofika Konstantino, mwanzo wake naye walipitia mateso, lakini baadaye akabadilisha mfumo, akaingia kwa tekniki, akawapa uhuru wa Kristo. Lakini katika kuwapa huko uhuru wa Kristo, kwa sababu vita leo kwepo ni amri 10 za Mwenyezi Mungu, kuna baadhi ya mafundisho aliyaruhusu yasiyofaa akayapenyesha katika imani ya Ukristo. Na miongoni mwa mafundisho hayo yako mengi sana, lakini sehemu ya jambo ambalo alilolipitisha katika kanisa la Rumi ama Roma ni jambo hili la msalaba, yani kuwa sehemu ya utambulisho wa imani ya Kikristo. Na ndio maana unaona leo hii makanisa mengi ya Kikristo yanatambulishwa kwa alama hii ya msalaba. Hata Roman Catholic yenyewe ukifuatilia, msalaba imekuwa sehemu ya utambulisho wao. Na ndio maana kuna rozari zile, kuna ile kabisa ile misalaba inawekwa ile ya kuchonga, na baadhi ya aina nyingi sana za misalaba ambazo wanayo. Ule msalaba ambao mnauonaga kule kanisani na baadhi ya rozari, wao ndo sehemu ya kupitisha jambo hili, na ndio maana wanaisadiki. Lakini mtu jiulize swali moja, jambo hili ni sahihi kwa mujibu wa maandiko? Jibu hapana. Na ndio maana unaona baadhi ya watu mkafanya reforma, mkafanya matengenezo, mkatoka kule Roman Catholic mkajitenga na Roma, mkiamini kwamba Roma inavunja amri ya pili ya Mwenyezi Mungu, mkatoka mkajitenga nao, wengine mpo sehemu mbalimbali. Sasa jambo hili lazima tuliangalie kwa mapana sana. Ikiwa jambo hili sio sahihi kwa mujibu wa kitabu cha Kutoka, ukisoma kitabu cha Kutoka 20 mstari wake wa 4, naomba tusome vizuri hapa. Anasema Kutoka 20 mstari wake wa 4, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Kwa maandiko yameshaonyesha wazi kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga. Na ndio maana baadhi ya watu wakatoka kule wakaachana na hizo ibada za masanamu Roman Catholic, wakasema hii ibada haitakiwi. Na miongoni mwa masanamu hayo kama hilo sanamu la Yesu na mengineyo, Mariamu, lakini pia na hata masanamu haya ya alama za misalaba. Sasa hebu tuangalie vizuri jambo hili kwa kina zaidi. Ni kweli tumefanikiwa kuepuka swala hili la ibada za masanamu? Kwanza lazima tuelewe sanamu ziko za aina 3. Kuna sanamu ya kuchonga, kuna sanamu ya kuchora, na kuna sanamu ya picha. Kwa hiyo Roman Catholic wao wamejikita zaidi kwenye sanamu zaidi za kuchonga, lakini pia za picha nazo wanazo. Yani wao zote wanazo. Lakini hawa makanisa mengine haya ya Kiprotestanti, wao wamesema kwamba wamekataa ibada ya masanamu Roman Catholic, lakini bado wanaendelea kuchora ile michoro ya misalaba na masanamu mengine wanayachora katika makanisa yao. Hebu tuangalie kwa mujibu wa maandiko matakatifu, jambo hili liko sahihi ama aliko sahihi kwa mujibu wa Biblia. Hebu tusome kitabu kile cha Habakuki 2:18. Anasema hivi, sanamu ya kuchorwa yafaa nini? Hata yeye aliifanya ameichora sanamu ya kuyeyuka, nayo ni mwalimu wa uongo. Yafaa nini hata yeye aliifanya haiweke tumaini lake? Mbona mziki huo? Kitabu cha Habakuki 2:18 anasema sanamu ya kuchora naye yafaa nini?
Kwa maandiko yameshazuia. Ikiwa Romani umeiepuka kwa sababu ya kuchonga, basi maandiko yanakwambia hata kuchora haifai. Na ukikubali kwamba msalaba inatakiwa uchorwe kwenye sehemu ya ibada au makanisa, basi kubaliana na Waroma pia, usiwakatae kile wanachokifanya, maana hawavunji amri ya pili ya Mwenyezi Mungu, kitabu cha Kutoka 24. Ila ukisema wao wanakosea, maana na wewe automatically wewe unachora. Kwa hiyo msalaba hauwezi kuwa sehemu ya nguzo ya imani ya Ukristo. Yaani hilo haliwezekani kabisa. Msalaba hauwezi kuwa nguzo ya imani ya Ukristo. Imekuwaje kifaa kilichotumika kumnyongea Yesu leo kiwe sehemu ya nguzo ya imani? Yaani chukulia tu mfano mzuri kwamba kifaa leo hii au kitu ambacho kinatumika kumuulia mtu, kwa mfano kama kitanzi kile ambacho unakiona watu wanamnyongea mtu baada ya mahakama kutoa maamuzi, alafu kile kifaa leo hii kiwe sehemu ya nguzo ya imani ya watu au kiwe sehemu ya utambulisho wa imani ya watu, inaingia kwenye akili kweli? Yaani kifaa cha kumnyongea mtu, kamba, kitanzi kile, alafu kiende kuwa sehemu ya nguzo ya imani ya watu? Kwa sababu ukifuatilia kwa mujibu wa historia, msalaba ni kifaa kilichotumika kuwanyongea ama kuwaulia watu wenye makosa ya hatia. Warumi walikuwa wanatumia msalaba kuwaulia watu. Sasa inakuwaje kifaa hiki kiwe sehemu ya nguzo ya imani tena? Na nimeshatoa ufafanuzi hapa. Msalaba maana kuu mbili. Ya kwanza Yesu ile ameshaisema, ya pili ndio hiyo ambayo kifaa cha Warumi. Kwa ndugu zangu, jambo hili sio jambo dogo kabisa, na lazima tuliangalie kwa kina zaidi. Msalaba hauwezi kuwa sehemu ya utambulisho wa imani, na ushahidi huo haupo. Kwa hiyo nimekuja na somo hili, lengo langu sio kumshambulia mtu au kushambulia dhehebu la mtu au kushambulia jamii ya watu fulani, hapana. Maandiko yanasema kwamba sisi ni wanafunzi wa Kristo, na lengo kusaidiana, lengo kukumbushana, lengo kufanya modification baadhi ya mambo, kufanya reforma ili tujue kwamba tulikotoka, tulipo ndo tunaelekea wapi. Yaani mafundisho haya mengi ni ya kipagani. Kwa hiyo mimi nimekuja leo na jambo hili la msalaba, alafu tuliangalie wote kwa pamoja. Kama wewe una mtazamo wako wote, niandikie hapo chini, tuandikiane hapo chini wote kwa pamoja, tujadiliane, tuangalie kwa mujibu wa maandiko. Toa ushahidi wako, toa vielelezo vyako kwamba jambo hili ikiwa sio sahihi, eleza kuwa sio sahihi kwa mtazamo huu. Ikiwa sahihi, eleza kwamba sahihi kwa mtazamo huu.